Sawa, kwa hiyo unapaswa kuwa umetoka kwenye sehemu ya pili ya mfululizo huu. Video hizi ni sehemu ya mfululizo wa mada na zinapaswa kutazamwa kuanzia mwanzo kwa mpangilio ili uweze kuelewa kile kinachowasilishwa. Kwa hiyo, tafadhali, kama hujatizama sehemu ya kwanza, tafadhali simamisha video hii na uanze tena kutoka video ya kwanza. Sawa, kwenye sehemu ya pili tulishughulikia kikwazo kuhusu neno Mkristo kupatikana kwenye Biblia. Tulilazimika kushughulikia hilo kwa sababu nawezaje kuzungumza kinyume na kuwa Mkristo ilhali hilo neno lipo waziwazi kwenye maandiko? Natumai kwamba video ile ilileta ufafanuzi juu ya hilo kwa sababu kuna uongo mwingi umeambatanishwa. Wakati Roma ilipochukua usukani na kuanzisha mafundisho yao ya ujanja na kimya ya kuchanganya imani. Sasa bado sijazungumzia historia ya Ukristo, kwa hiyo mafundisho kuhusu kuchanganya imani bado hayajafunikwa. Kwa hivyo, ikiwa bado una maswali kuhusu neno hilo, nitazungumzia hilo baadaye. Katika kushughulikia mada hii kuhusu Ukristo, ninahitaji kuelezea hitimisho langu la jumla kuhusu Ukristo. Kwa kawaida, mimi hujenga hitimisho zangu kwa taarifa zinazoongoza kwenye hilo, ili iweze kueleweka wazi kwa nini nasema ninachosema. Lakini katika kuandaa mfululizo huu, nadhani ni muhimu niende hapa sasa. Ili ninapoanza kuelezea matatizo, mada hii inaweza kueleweka kipande kwa kipande. Kwa sababu hili ndilo tatizo la jumla. Unaona, Masihi wetu alitabiri kuhusu dini hii ya Ukristo, na ni muhimu kwamba hili lieleweke. Sasa, bila shaka hakusema Ukristo, lakini ukielewa alichosema, utaelewa ninachozungumzia. Kwa hivyo, ngoja nirudi nyuma kidogo. Nimesema mara kwa mara kwamba Ukristo ndiyo dini kubwa zaidi duniani. Hebu tupitie hilo. Nataka kuanza na nambari za msingi ili kuonyesha tu kwamba kuna tatizo hata kama watu hawataki kulitambua. Kulingana na chati iliyofanywa na Statista kwa kutumia data kutoka vyanzo vya kituo cha utafiti cha Pew, CIA, Benki ya Dunia, utafiti huu unatokana na data ya miaka miwili iliyopita. Mnamo 2022, kati ya takribani idadi ya watu duniani ya takribani bilioni 8.31, asilimia ya dunia wametangazwa kuwa Wakristo na karibu 26% wametangazwa kuwa Waislamu. Kwa hivyo, kati ya watu bilioni 8 duniani, takriban bilioni 2.5 kati yao wametangazwa kuwa Wakristo. Ukristo ndio dhehebu kubwa zaidi la kidini duniani. Sasa, tukichimba kidogo zaidi kwenye takwimu, kulingana na jedwali hili kwenye Wikipedia, sasa sisemi kwamba hii ni sahihi kwa 100% kwa kuwa ni Wikipedia, lakini nafikiri iko karibu vya kutosha kiasi kwamba naweza kuitumia. Kati ya hao bilioni 2.5, inasemekana kwamba 50% ni Wakatoliki wa Roma, 36% ni Waprotestanti, 9.5% ni Waorthodoksi wa Mashariki na 2.5% ni Waorthodoksi wa Mashariki ya Kati. Sasa sitazingatia Wakatoliki wa Kirumi kwa wakati huu au Orthodox wa Mashariki na Mashariki. Zote hizo ni pande tofauti za sarafu moja. Labda nitazungumzia hilo baadaye. Ninachotaka kushughulika nacho ni nambari ya Kiprotestanti. Watu milioni 900 katika ulimwengu huu wametangazwa kuwa Wakristo wa Kiprotestanti. Karibu 9% ya idadi ya watu duniani wanatangazwa kuwa Wakristo wa Kiprotestanti, wakiamini kwamba hawajafungamana na mafundisho ya Kanisa Katoliki la Roma. Hiyo ni idadi kubwa. Zaidi ya 31% wanamtangaza Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Ninatumia jina la Kiingereza hapa kwa sababu naamini kwamba wengi wanaotumia jina lake halisi hata hawafanyi tafiti hizi, lakini tusivurugwe na hiyo. Zaidi ya 31% ya idadi ya watu duniani wanamtangaza Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na 9% ya idadi ya watu duniani wamejitenga na kanisa la Roma na kutangaza kwamba wao ndio imani ya kweli. Na kisha unapozidi kuchimba zaidi katika makanisa ya Kiprotestanti, idadi hutengana na kugawanyika zaidi kwa sababu ya madhehebu tofauti katika madhehebu ya Kiprotestanti. Kuna Walutheri, Waanglikana, Wamethodisti, Wapresbiteri, Waadventista wa siku ya saba, Wabaptisti, NK. Hii ni dini nyingi, imani na mafundisho mengi yaliyochanganywa katika Ukristo. Lakini nataka uangalie na kuelewa tatizo, kwa sababu pamoja na imani hii yote inayotangazwa kwa Yesu, dunia haijawa safi na yenye haki zaidi, bali kinyume chake kabisa. Kwa idadi hizi na nguvu ambazo Masihi anazo, kweli jinsi dunia ilivyo leo haipaswi kuwa inawezekana.
Na pia fikiria kuhusu hiyo. Kwa nini imani kwa Yesu iwe ndiyo imani kubwa zaidi duniani kama dunia hii inaelekezwa kwenye ajenda ya kishetani ya kumwabudu shetani? Na kwa nini imani kwa Yesu iwe ndiyo imani kubwa zaidi duniani kama Yahusha alisema kwamba dunia ingemchukia? Je, Ukristo haupaswi kuwa ndiyo imani ndogo kabisa hata ukiondoa idadi ya Wakatoliki? Kuna kitu kibaya hapa, na kama utakuwa mkweli na nafsi yako, unapaswa kukubaliana na hilo. Sasa nini hasa kinaendelea? Kama nilivyokuwa nikidokeza, ukweli ni kwamba kumekuwa na uhariri wa ukweli wa jumla kuhusu imani yetu na maandiko. Na watu wengi wanaofuata Ukristo hawajui hili kwa sababu wanafuata dini na wanamfuata mwanadamu katika utekelezaji wa imani yao. Masiha wetu alizungumza na kutabiri kuhusu hili. Baadhi ya mistari ya kutisha zaidi katika Biblia. Hii hapa moja. Si kila mtu anayeniambia Adonai, Adonai ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Adonai, Adonai, je, hatukutoa unabii kwa jina lako? Tukatoa pepo kwa jina lako? Na tukafanya miujiza mingi kwa jina lako? Kisha nitawaambia waziwazi, sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu, nyinyi mnaofanya uasi. Hiyo ni Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi 23. Kwa hivyo nataka ufikirie kuhusu alichotabiri. Alisema, si kila mtu anayesema Adonai akimaanisha Bwana wangu, au kile ambacho watu wanapenda kutumia Bwana kwa leo, ingawa neno Bwana linamaanisha Bali kwa Kiebrania, lakini mimi siingii hata kidogo. Anasema si kila mtu anayesema Yesu ni Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo, tazama, kwa sababu tu alisema hivi, ndipo nilipomjua Yesu Kristo mwenyewe na kumkubali kama Bwana na Mwokozi wangu. Au alisema hivi, Yesu ni Bwana. Amina. Haimaanishi kwamba wataingia katika ufalme wa Baba yetu. Ninapotumia mfano huo, labda ni rahisi zaidi kuona, sivyo? Na maanisha, Yahusha alisema, wengi watasema yeye ni Bwana, na watasema kwamba walitabiri kwa jina lake. Hata walitoa pepo kwa jina lake na kufanya miujiza mingi kwa jina lake. Lakini atawaambia wamwache, kwa sababu hakuwajua kamwe wale wanaotenda maovu na ambao hawafanyi mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni. Hilo ni jambo la kina sana na linatisha sana. Yahushua pia alitabiri kuingia kwa kupitia lango jembamba, kwa maana lango ni pana na njia ni pana iendayo kwenye uharibifu, na kuna wengi mnaopitia hayo. Kwa sababu lango ni jembamba na njia ni ngumu iendayo uzimani, na ni wachache wanaoipata. Hiyo ni Mathayo sura ya 7 mistari ya 13 na 14. Hivyo pia alituambia tuingie kwa lango jembamba, lakini wengi watachagua kupita kwenye lango pana ambayo inaelekea kwenye uharibifu, kwa sababu lango jembamba ni gumu linaloelekea kwenye uzima, na ni wachache wanaoipata. Kwa hiyo kuna baadhi ya maswala hapa wazi kabisa. Kwanza, kuna wengi watakaomuita Bwana au mwalimu, lakini hakuwahi kuwajua kabisa. Na kutakuwa na wengi wanaojaribu kumwendea, lakini wanajaribu kuingia kupitia lango pana linaloelekea kwenye uharibifu. Na tatizo ni kwamba wale wanaoishi Ukristo kwa ujumla wao ni sehemu kubwa ya hili, kwa sababu wanafuata dini na sio imani ya kweli. Mwisho wa siku itakuwa ni makosa yetu binafsi kama atatukataa, kwa sababu wakati tulikuwa tunafuata dini hatukuwahi kumtafuta kwa bidii ya kutosha kwa mioyo yetu. Yaani, tunasema tunampenda, lakini kuna mambo mengine muhimu zaidi kwetu ambayo tunayapa kipaumbele kuliko yeye. Unajua, ni Wakristo wangapi wanajua zaidi kuhusu umbea usio na maana, kuhusu watu maarufu, kama vile mambo yote kuhusu dini? Lakini ukiwauliza mapenzi ya Baba yetu ni nini, hawajui. Na hii ndiyo jibu kwa njia, na utampenda Yahuwa Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri ya kwanza, na ya pili inafanana nayo. Utampenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Marko sura ya 12 mistari ya 30 na 31. Lakini nataka sana uangalie alichotabiri na uelewe. Alisema, kwa sababu mlango ni mwembamba na njia ni ngumu iendayo uzimani, nao ni wachache waionao. Na kama nilivyosema, Ukristo
ndiyo dini kubwa zaidi duniani. Kwa hivyo aina hiyo inapingana na kile anachosema kweli, ukweli wake na wale wanaoukubali. Kwa kweli inapaswa kuwa kundi dogo kabisa duniani. Kama kweli unaamini kile anachosema na unatekeleza maneno yake na si mafundisho ya kibinadamu, sema tu. Unaona, haya yote yanaweza kuwa magumu sana kusikia, na inawezekana unatamani kukataa ninachosema. Nasikiliza tena, naendelea kusema, huo ni uamuzi wako, lakini nafikiri ungependa kunisikiliza kidogo zaidi kabla hujafanya uamuzi wako. Na zile unabii nilizozungumzia zinazungumza wazi, lakini hiyo siyo hata hoja kuu wala tatizo kuu ninalozungumzia. Tuende kwenye unabii mkuu ambao Yahushua alizungumza na utaelewa ninachomaanisha. Tutaenda kwenye mfano huu. Akatolea mfano mwingine kwao, akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Lakini watu walipokuwa wamelala, adui yake akaja akapanda magugu katikati ya ngano, kisha akaenda zake. Lakini nafaka ilipochipua na kuzaa matunda, ndipo magugu pia yalionekana. Basi watumishi wa mwenye shamba wakamjia na kumwambia, Bwana, si ulipanda mbegu njema katika shamba lako? Basi ina magugu vipi? Akawaambia, adui ndiye aliyefanya hivi. Mtumishi akamwambia, basi unataka tuende tukayakusanye? Lakini akasema, la, sivyo. Mnapokusanya magugu, mnang'oa ngano pamoja nayo. Acheni vyote vikue pamoja hadi wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunaji, kwanza yakusanyeni magugu, mkayafunge matita matita ili kuyachoma, lakini kusanya ngano ghalani mwangu. Kama Mathayo sura ya 13 mistari ya 24 hadi 30. Tuendelee naye. Kisha Yoshua akawaaga watu, akaingia ndani ya nyumba. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya shambani. Akajibu akawaambia, apandaye mbegu njema ni mwana wa Adamu. Shamba ni ulimwengu. Mbegu nzuri ni wana wa ufalme, lakini magugu ni wana wa yule mwovu. Adui aliyepanda mbegu hizo ni Shetani. Mavuno ni mwisho wa wakati, na wavunaji ni malaika. Basi kama vile magugu yanavyokusanywa na kutupwa motoni, ndivyo itakavyokuwa mwisho wa wakati huu. Mwana wa Adamu atawatuma malaika wake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake vitu vyote vinavyokwaza na wote watendao maovu, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Hiyo ni Mathayo sura ya 13 mistari ya 36 hadi 43. Mfano huu ni wa ajabu kweli na ni muhimu. Elewa, tuko katika mavuno hivi sasa. Ili kuelewa mfano huu, ni muhimu uelewe tare ni nini. Unaona, hazitofautiani na ngano hadi tunda la mwisho litakapoonekana. Hiyo ndiyo maana ya magugu. Tutarudia hilo kila. Anachoeleza katika mfano huu ni kwamba wale wote wanaofuata neno lake na kuishi kwa ajili ya Baba yetu na mapenzi yake, hao ndio wana na binti za ufalme. Hiyo ndiyo mbegu aliyoipanda. Lakini Shetani amewapanda waovu katika udongo ule ule. Kumbuka, udongo ni ulimwengu. Ibilisi anapanda magugu yake kati yetu. Ukiangalia dunia kutoka juu, sisi tungekuwa ngano na waovu ndiyo magugu. Mtu mmoja alimuuliza, je, hatupaswi kung'oa magugu sasa hivi? Lakini akasema, ukifanya hivyo unaweza kung'oa pia ngano. Unaona, wakulima wakijaribu kung'oa magugu kwa sababu yanafanana na ngano, wangeweza kung'oa pia ngano nzuri. Unaona, sote tunakuwa pamoja, wenye haki na wale wabandia. Hii haiwahusu wale ambao ni mashetani na wanafanya kazi gizani. Magugu ni wale wabandia wanaonekana na kutenda kama waumini, lakini mwishowe wanapokuwa hawazai matunda ya haki. Kwa mafundisho haya yote, desturi hizi zote za uongo, waumini hawa wote wanaosema wanampenda, lakini wanapendelea dunia kuliko kumjali yeye, wanashika desturi za kibinadamu kabla hawajageukia neno la Elohim kutafuta uhalali.
Wanawaudhi sana wale wanaohubiri haki na kuishi kulingana na neno. Hawa ni wabandia. Wanaonekana kama ngano wanapokuwa, lakini mwishowe si sawa. Elewa, malaika watakapokuja kuwakusanya wenye haki, wote wanaokwaza na kutenda uovu watatupwa motoni. Kutakuwa na kilio na kusaga meno, lakini wenye haki watakuwa wazuri. Kwa hiyo, kama unataka kuelewa historia ya dunia hii, ni muhimu kuwa na mtazamo bora kuhusu jinsi unavyojifunza kuhusu dunia hii. Hapo zamani, kama umekuwa chini ya mafundisho ya Kikristo ukijifunza historia ya Ukristo, watu wengi wanaosimulia historia ya kanisa leo huihadithia kwa mtazamo wa mamlaka. Wanaisimulia kwa namna inayoonyesha kile wanachohisi ni nguvu ya Yahuwa. Kimsingi, kwa mantiki yao, kwa sababu Ukristo umeweza kusambaa kote duniani kwa muda mrefu kiasi hiki, inaonyesha tu nguvu ya kanisa na nguvu ya Injili. Huo ndio ujumbe mkuu. Lakini sasa ukichunguza mtazamo huu kwa ujumla na kuelewa hilo, watu waliokuwa wanakuambia historia, watu ambao tumeambiwa kuwahusu kwenye vitabu vyetu vya historia, hawa wahusika ambao wamepewa hadhi kubwa sana katika historia yetu na kutegemea na nani alikuwa anasimulia hadithi, walikuwa ama mashujaa au wahalifu. Lakini kwa ujumla, hadithi ya jinsi Ukristo ulivyojengwa duniani inasimuliwa kwa namna inawapa watu mtazamo kwamba iliwekwa na nguvu ya ili kuleta ulimwengu kwenye ukweli wa Injili. Na hii ndio sababu kwa nini Ukristo ndio dini kuu duniani. Lakini ukibadilisha namna unavyoitazama historia na kutambua kwamba historia unayoambiwa kuhusu ukweli wa kibiblia yote imegeuzwa, na unasikia tu kuhusu historia ya upande wa kishetani, unasikia tu upande wa historia ya magugu. Historia ambayo unajua ni ile inayotoka upande wa magugu bandia. Kisha unagundua kwamba umedanganywa. Umefundishwa kikamilifu ili kukubali ulimwengu unaoongozwa na kutawaliwa na kishetani. Historia yote inayotajwa katika ulimwengu huu na kutambuliwa katika vitabu vyetu vya historia inasimuliwa tu na inaungwa mkono tu kwa sababu inasaidia kukuza ajenda ya kishetani ya kuabudiwa kama aliye juu zaidi. Hapa ndipo ulimwengu unapoelekea. Fundisho la Ukristo katika dunia hii limeelezwa kwetu kutoka mtazamo wa uongo, kwamba tumekuwa tukisifu na kuunga mkono magugu, tukishabikia bandia. Tangu wakati ambapo Roma ilifanya Ukristo kuwa dini ya Roma, kulikuwa na magugu yaliyopandwa shambani na Shetani. Na kwa miaka mingi, magugu yaliendelea kusambaa shambani, ambayo ni dunia. Iliibuka, ndiyo, na kumekuwa na mabadiliko katika karne nyingi, ndiyo, lakini ni gugu lile lile. Wakati wa Orthodoksi wa Kigiriki walipojitenga na Roma, walihisi kwamba walikuwa tofauti, lakini sivyo walivyo. Ni magugu yale yale. Wakati matengenezo yalipotokea na kanisa la Kiprotestanti likajengwa Ulaya, kulikuwa na jina tofauti na mafundisho tofauti. Wanahisi kwamba wako tofauti, lakini sivyo. Mzizi wao ulikuwa magugu yale yale. Inapofika Uingereza ni jina tofauti, mafundisho tofauti, ndiyo, lakini bado ni gugu lile lile. Inapofika Amerika na kisha wamishonari wanataka kuchukua mafundisho yao na kuyasambaza kote ulimwenguni, ni jina tofauti, lakini ni bangi ile ile. Yote ni bandia. Yote yanatoka Roma, ambayo ni mzizi wa magugu ambayo Shetani ameyapanda. Na hivi ndivyo historia ilivyotusimulia. Hatutambui tu. Kwa hivyo, tunaposikia historia ya ulimwengu, tunataka kusikia kuihusu kama historia ya jinsi kanisa lilivyoenea, lakini kwa kweli ni historia ya jinsi mafundisho ya kishetani yatakavyotumika kuwafanya ulimwengu uamini kwamba Shetani ndiye aliye juu zaidi. Ndivyo mafundisho haya yalivyoweza kuenezwa na kuaminiwa. Tunajifunza historia kutoka kwa mtazamo mbaya. Na kwa sababu tunajifunza kutoka kwa maadui zetu ambao wameapa utii kwa Shetani, tunajifunza kuwapenda maadui zetu na kuwakataa mashujaa wetu. Tunatamani kutawaliwa. Tunatamani kuwa chini ya ushawishi wao. Na kwa sababu tumeingizwa kwenye mafundisho yao, tunaendelea kujifunza na kujifunza, lakini sio ukweli kamwe. Tunaendelea kujishikamanisha na uongo, lakini hatufikii ukweli kamwe. Kwa sababu tumejitolea kwa mfumo unaokusudia kutuvuta katika ibada ya Shetani. Hatujui kama tumefanya hivi, lakini huu ndio ulimwengu tunaoishi. Hii ndiyo Matrix. Na mfululizo huu wa video umetengenezwa ili kukuamsha kutoka humo, lakini lazima iwe ya kina, na ndiyo maana naichukulia polepole na kwa utaratibu.
Jambo kuu ninalolizungumzia hapa ni kwamba Ukristo ni dini ya magugu. Hiki ndicho Yahushua alichokuwa na tabiri. Tafadhali fahamu, najua kwamba sijathibitisha hili kwa uhakika kwenye video hii, lakini ni muhimu kwangu kuweka msingi huu wa uelewa ili iweze kueleweka. Na tunavyoendelea na mfululizo huu, hoja zangu zote zitathibitisha hasa hitimisho hili kuu. Kwa hiyo, ninachotakiwa kufanya ni kurudi kwenye mfano wa magugu tena na kuuelezea kwa undani zaidi. Wakati Yahusha alisema ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema shambani, alikuwa anazungumzia yeye mwenyewe. Yahusha alipanda mbegu njema duniani kupitia wanafunzi wake ambao waliendeleza mafundisho yake, wakionyesha njia, wakibatiza mataifa na kusambaza habari njema kwa wale wanaotamani kuipokea. Na leo hii wote wanaofuatilia neno lake na kuishi kwa ajili ya Yah na mapenzi yake, hao ndio wana na binti wa ufalme. Shamba tena ni ulimwengu na sisi ni wana na binti za ufalme. Sasa hiyo ndiyo sehemu nzuri ambayo kila mtu anataka kuelewa na kuwa sehemu yake. Ndiyo, naelewa, lakini hili ndilo swala. Shetani ndiye adui. Na wakati Yahusha alipokuwa akipanda mbegu yake nzuri na kuingoja ikue, adui Ibilisi aliingia shambani ambalo ni ulimwengu na kupanda magugu yake moja kwa moja kati ya mbegu nzuri ya Yahusha. Alipanda magugu yake katika shamba lile lile na wenye haki. Kumbuka, udongo ni ulimwengu. Ibilisi amepanda magugu yake miongoni mwetu na ni muhimu sana kuelewa hilo. Acha nieleze hatari ya mpango huu. Kabla ya ngano na magugu kukomaa kikamilifu na kuwa tayari kwa mavuno, yanafanana. Kwa kweli, usingejua ni nini kilikuwa nini. Kwa hivyo, hatari tunayokabiliana nayo ni kwamba tunaweza kujifunza au kujaribu kukua kutokana na magugu, au hata sisi wenyewe tunaweza kuwa magugu. Lazima uelewe jambo hili kuhusu magugu kwa sababu ni muhimu sana. Hayatambuliki kwa mtazamo wa kwanza. Hayatambuliki kwa urahisi wala kuonekana mpaka yakue kabisa. Hujui kwamba ni magugu hadi yakue kikamilifu. Ndio maana yanaitwa magugu, na hii ndiyo sababu adui huwafanya wengi wabaki wachanga katika imani yao, wakiwa wanaweza kushughulika tu na maziwa, si chakula kigumu, kwa sababu hataki watu watambue kweli nafasi yao ni ipi. Kwa hiyo, kadri watu wanavyojaribu kuwa sehemu ya imani kwa muda mrefu zaidi, wakati wanakosa kukua, hawafikii kuelewa kwamba wao ni magugu na wameathiriwa na magugu. Namaanisha, ninawajua watu ambao wamekuwa watoto wachanga katika Kristo kwa karibu miaka 80. Kama unakumbuka jinsi nilivyoanza mfululizo huu, nilitoa mtihani, na ukitumia maswali hayo na kuwaomba watu wajibu maswali hayo, utaona tutakapopitia kila moja ya maswali hayo, utaona ni watu wangapi hawajui ukweli kuhusu imani hii. Kwa kweli ni magugu, hawajui tu. Kazi yetu ni kuwashuhudia na kuwahudumia na kuwasaidia kuelewa ukweli. Na kama ulikuwa chini ya uongo huu na mafundisho haya ya uongo, hii ndiyo sababu video hii ilitengenezwa. Sio kukuhukumu au kuleta hukumu juu yenu, lakini ni kuamsha ili msiwe tena magugu na mwe ngano iliyojaa. Sio hukumu, ninajaribu kukusaidia. Kwa hivyo, kama mfano huu ulivyoonyesha, baadaye nafaka zilipoanza kukua shambani, ngano ilianza kukua. Lakini ghafla, magugu haya yote yanaota miongoni mwa ngano. Na kwa kuwa tumekuwa katika uhusiano wetu naye na sasa ni watumishi wake, kama alivyoonyesha katika mfano, tunamuuliza, subiri, sielewi. Wewe ni mtakatifu? Wewe ni mwadilifu? Tunajua ulipanda mbegu njema duniani. Kuna nini kinaendelea na hawa wadanganyifu wote? Kuna nini kinachoendelea na watu hawa wote wanaopenda kudai kwamba wanakupenda na kukufuata, lakini hawazai matunda yoyote mazuri? Na Yahusha anaelezea kwamba haya yote yanatoka kwa adui. Adui amepanda magugu miongoni mwetu, na tunamuuliza, unataka tufanye jambo fulani kuhusu wote? Hii ni ujinga. Watu hawa wako hapa nje wakiomba kwa jina lako, wakiimba nyimbo za sifa kwa jina lako. Wanasema wanakuabudu, lakini ni uongo sana, na wengine wanafuata njia zao mbaya. Unataka tuvuruge yote? Na Yahushua anasema hapana, kwa sababu hataki tufanye kosa la kung'oa baadhi ya ngano huku tukiyafikia magugu hayo. Kwa hiyo anaruhusu ngano na magugu vikue pamoja kwa wakati mmoja. Wakati wa mavuno ukifika, atavitenganisha, kwa sababu wakati huo kila kitu kitakuwa kimewekwa wazi.
Ngano na magugu vyote vinakuwa pamoja, au labda ni bora kusema wenye haki na bandia wote wanakuwa pamoja. Wengi huchukulia hili linahusu mashetani na waabudu shetani wanaotuzunguka, lakini kuhusisha maelezo haya ya magugu na waovu si sahihi. Hili haliwahusu wale ambao ni waabudu mashetani na wale wanaofanya kazi gizani. Hawaonekani kama sisi. Magugu ni wadanganyifu wanaoonekana na kutenda kama waumini. Lazima ukumbuke magugu ni nini. Hii ndiyo sababu alisema Tare, gugu haliwezi kutofautishwa na ngano hadi litakapokuwa. Mwishowe, magugu hayazai matunda ya haki. Kama hutaiangalia mfano huu kwa usahihi, unaweza kudanganyika. Nataka uelewe hili kuhusu magugu, kwa sababu katika Ukristo tunafundishwa kuangalia imani kwa njia moja tu. Tunaambiwa kwamba kuna waumini na kuna wasioamini, na kazi yetu ni kuwaleta watu kwa Masia. Kwa hiyo mtazamo wetu mara zote uko kwa wasioamini, na sisemi kwamba hilo ni jambo baya, lakini tunachoshindwa kuona ni kwamba tunapofanya hivyo tunahitaji pia kuwa macho na magugu. Na hii ndiyo mpango, kwa sababu tuko karibu sana na ufalme wa Yah. Ngano na magugu hatimaye yamekuwa. Kwa hivyo ni rahisi zaidi kutofautisha kati ya hizo mbili. Lakini tatizo ni kwamba walio wengi ni dhaifu sana kuweza kushughulikia ukweli kwamba kuna matawi na kwamba wanaweza kuathiriwa nao. Mafundisho yako mangapi yanatokana na magugu? Unaruhusu kiasi gani imani potofu zilizofundishwa kwa sababu ya magugu? Tuanze na zile rahisi sasa. Kwa mfano, Kanisa Katoliki la Kirumi ambalo lilianza kuteka dunia kwa jina la Yesu. Je, unaelewa ni mafundisho mangapi tunayapata kutoka kwao ambayo wengi wetu tunayaunga mkono kwa sababu yamekuwepa kwa muda mrefu? Kama nilivyosema kwenye sehemu ya pili nilipotaja kuhusu Uyunani, katika Ukristo tumejifunza utamaduni wa kubadilika badala ya utakatifu, ambao maana yake ni kutengwa. Tulifundishwa uvumilivu badala ya kujitenga. Tulifundishwa kuhusu mafundisho na mapokeo yanayotoka kwa wanadamu ambayo tunadhani yanahusiana na Yah, lakini hayahusiani. Halafu tunayo mafundisho ya kanisa la Uingereza ambayo wengi wanayafuata bila kutambua yameanzia wapi. Tunapofuata mafundisho ya jina lisilotamkika, kwa mfano, inatufanya tuseme Mungu na Bwana badala ya kusema Yahua, jina lake ambalo ametukataza kulitaja bure. Unapokutana na watu wasiosema jina lake bali wanasema tu Mungu, ni kwa sababu wengi wao wanafuata mapokeo ya kibinadamu ambayo hawakufundishwa kweli. Badala ya kuona haya ni mafundisho ya wanadamu, watu wanadai Yah ana majina mengi. Sio kweli, shetani ana majina mengi. Au makanisani Marekani, siasa zimeingia na watu hutumia imani hiyo kwa injili ya kijamii. Haikuhusu ufalme wa Yah. Wanadai imani yetu ni kuleta ulimwengu bora, ila si neno la Yah. Ndiyo maana watu wanampigia kura Donald Trump sasa. Wanafuata injili ya kijamii. Makundi haya yote tofauti yanafanana, na kadri yanavyokuwa huenda yasingeweza kutofautishwa, kwa sababu mwanzoni walizingatia zaidi mambo yaliyofanana kama vile Masihi wetu. Lakini ajenda ya adui inapoanza kukua, tofauti zinakuwa wazi zaidi, kwa sababu matunda yaliyokuwa yanazalishwa yanakuwa rahisi kutambulika. Na sasa hivi natoa tu mifano na kuna mengi zaidi, hasa suala la kutekwa kwa agano ambalo nikifika hapo linathibitisha kabisa hoja yangu. Hoja yangu ni kwamba haya yote ndiyo Ukristo ulivyo. Na kwa bahati mbaya, utakachogundua kwa watu wengi ni kwamba wanachanganya na kutoka kwenye uongo huu na kusema wanaelewa hilo, lakini halihusiani nao. Sivyo wanavyotafsiri Ukristo ulivyo. Kuna visingizio vingi tofauti vinavyojaribu kutafuta uhalali wa Ukristo ambao haupaswi kufanywa. Watu wanaona matatizo, lakini badala ya kukabiliana na tatizo kubwa lililopo na kuelewa kwamba tatizo hasa ni Ukristo, wanataka kuchagua sehemu za Ukristo wanazotaka kuambatana nazo na zipi hawataki. Lakini wasichotambua ni kwamba kwa sababu Ukristo uliteka agano, unapojifunza Biblia kwa mtazamo wa Mkristo, huwezi kuelewa Biblia jinsi ilivyoandikwa kweli. Huwezi kuelewa Baba Yetu, agano, wala huwezi kuelewa ahadi. Huelewi Baba Yetu ana mpango gani wa kufanya, kwa sababu fundisho lisilosemwa katika Ukristo ni kwamba kanisa limechukua nafasi ya Israeli, na kwa hivyo agano linahusu Wakristo na si Israeli. Nami nitafikia yote hayo, lakini ilikuwa muhimu ni kueleweshe hitimisho.
Hitimisho ni nini? Hitimisho ni kwamba Ukristo ni dini ya magugu ambayo Shetani alipanda katika shamba lile lile Yahushua alipanda mbegu yake njema. Inaweza kuhisi kama ni ya kibiblia, lakini imani inapokuwa kikamilifu inaonekana kabisa kwa kinyume cha maandiko. Hailingani na maandiko. Watu hawajui hili kwa sababu nyingi. Sababu kuu ni kwamba watu hawasomi maandiko, lakini nimegundua kama kwa kaka huyu nimekuwa nikizungumza na WHO imesema amesoma maandiko mara nyingi. Tatizo ni kusoma maandiko kutoka kwa mtazamo wa Kikristo na si mawazo ya Kiebrania. Hii si imani ya Kikristo wala ya watu wa mataifa. Hii ni imani ya Kiebrania. Na kama ungekuwepo miaka 2000 iliyopita ukijifunza kutoka kwa watu kama Petro au Paulo au Yakobo, wasingekuruhusu uielewe kutoka kwenye mtazamo wako wa Kigiriki au Kirumi wa kipagani. Kama unajua wewe ni Yashorel, huna sababu ya kujifunza kama mtu wa mataifa. Ninachosema hapa ni kwamba dini ya Ukristo ni dini ya magugu, na unapoacha msimamo wako wa kujitetea kuhusu hilo, utaelewa kabisa ninachosema. Msingi huu walikuwa muhimu kwamba uliwekwa, lakini ni muhimu kwamba nithibitishe kwa uhakika. Ninaweka msingi hapa. Binafsi naamini nimetoa ushahidi wa kutosha katika video hii, lakini nataka kuhakikisha kwamba hakuna nafasi ya shaka kwa wale ambao kweli wanajaribu kuelewa badala ya wale ambao wanataka tu kutetea. Kinachotakiwa kufanyika sasa ni kupitia historia, kwa sababu hili halijaeleweka vya kutosha. Unaona, watu wanapenda kuzungumzia tafsiri yao ya Ukristo, na hivi ndivyo wanavyotaka kuona Ukristo au kuamini jinsi ulivyokuwa. Lakini tafsiri yako kuhusu hilo haina umuhimu. Kinachojalisha ni jinsi ulivyosikia kuhusu dini ya Ukristo hapo mwanzo. Na ukweli ni kwamba dini hii siyo dini kubwa zaidi duniani, kwa bahati tu. Kwa hiyo tunahitaji kupitia historia na kuelewa waziwazi jinsi hata ulivyokuja kujua kuhusu kuwa Mkristo. Je, kwa uaminifu unaamini kwamba Shetani angeruhusu imani juu ya Masiha iwe ndiyo imani kubwa zaidi duniani? Kwa kweli unafikiri kwamba Shetani angeruhusu jina la kweli la Mwokozi wetu lijulikane na dunia yote ili dunia nzima iite jina la Mwokozi wetu? Unadhani kweli kwamba ndivyo ilivyo? Ufikiri kwamba adui angekuwa anajaribu kuzuia hilo katika kipindi hiki cha miaka 2000 ya historia? Labda unaamini hivyo, lakini nitakuonyesha jinsi mtazamo huu wa kufikiri ulivyo wa uongo. Na sikiliza, kuhusu wewe binafsi, sisemi jinsi ulivyoingia kwenye imani binafsi, bali jinsi dini hii ya Ukristo ilivyoweza kufika kwenye upeo wako na kukuathiri mwanzoni kabisa. Kuna sababu wewe ni Mkristo wa Kiprotestanti kama uko Amerika ya Kaskazini na Kusini na Karibiani pia, pamoja na sehemu za Afrika zilizokoloniwa. Kuna sababu kwa nini wengi wao ni Wakatoliki huko Ulaya. Kuna sababu kwa nini watu wengi ni Waislamu katika Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Ni kuhusu ushawishi ulionao na jinsi ulivyokufikia. Nataka uelewe Ukristo na uelewe kwamba si kwa bahati mbaya wewe ni Mkristo. Uliingizwa kwenye mafundisho hayo ili uwe hivyo. Amerika ilijitangaza kuwa taifa la Kikristo tangu mwanzo wake. Kwa hiyo makanisa yote hapa yalikuwa makanisa ya Kikristo. Hivyo tutachukua muda na kupitia historia. Lakini kabla sijafanya hivyo, nitarudi nyuma na kupitia mtihani niliokupa kwenye sehemu ya kwanza na kupitia majibu yake. Kwa sababu sasa nimekupa hitimisho na unaelewa kwamba nasema dini ya Ukristo ni dini ya magugu. Baada ya kupitia majibu ya kibilia ya maswali hayo na kisha kupitia kile wengine wanaamini ambao wamefanya mtihani huo, utaelewa ni nini hasa ninasema kuhusu dini hii ya Ukristo. Kwa hivyo tutaangalia majibu ya swali la jaribio la Ukristo linalojaribu. Kwa hivyo sikiliza, labda unaniuliza na bado unajiuliza, lengo langu hapa ni nini? Jibu ni rahisi. Lengo langu ni wewe.